Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu. Leo ni siku ya pili ya mfungo wetu wa siku 7 na ni mwezi wa maombi, na leo tunataka tujifunze na kulisimamia jambo muhimu sana katika mfungo wetu wa leo, na tutaenda kumwomba Mungu atupe neema ya kuzaa. Atupe neema ya kuzaa. Na nitasoma maandiko tuelewe kwa nini Roho wa Bwana anatufundisha kwamba leo tuombe neema ya kuzaa. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 16, Biblia inasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Tunaona hapa maandiko yanaeleza ya kwamba thamani yetu sisi ni kwenye kuzaa, kwamba Mungu alituchagua ili tuzae, kwamba kila mtu hapa duniani amekuja kwa kusudi. Alizaliwa, lakini kusudi kubwa ni ili amzalie Bwana matunda, ni ili azae. Sasa tunaona maandiko yanaeleza ya kwamba manufaa ya kuzaa ni kwamba kila tutakalo liomba kwa Baba tupate kutendewa. Kwa lugha nyingine ni kwamba usipokuwa unazaa ni ngumu sana kutendewa na Bwana ama kujibiwa maombi na Bwana. Kwa moja ya kipingamizi cha maombi ni kutokuzaa. Moja ya kinachozuia usipokee kutoka kwa Bwana ni kutokuzaa. Lakini tunaona maandiko yanaeleza hapa juu katika sura hiyo ya 15, anaeleza thamani ya mtu anayezaa. Anasema, mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Kwamba tuliitwa tuzae. Tawi linalozaa husafishwa ili lizidi kuzaa. Tawi lisilozaa hukatwa kwa sababu halizai. Kwa tunaona ya kwamba tunao uhitaji mwingi wa mambo mengi, lakini attention ya mbingu huwa inaangalia ni nani anayezaa. Mimi ni mkulima, mfugaji, naelewa. Katika sio mkulima sana, ni mfugaji sana, lakini katika ufugaji huwa tunaona mnyama anayezaa huwa anapewa sana chakula, anaangaliwa sana chakula. Hata ukiuliza ni mbuzi yupi, mama yupi wa mbuzi aliyekufa, yule ambaye anazaa mapacha ama yule wa kawaida? Ukiambiwa kwamba ni yule wa kawaida, unapumua. Hata kama amekufa unajisikia vibaya, lakini unapumua kwamba afadhali hajafa yule ambaye anazaa mapacha. Ukisikia amekufa yule anayezaa mapacha, furaha yako yote imeondoka. Hasa huwa naangalia kufa ni kufa. Kama amekufa mbuzi nimetolea mfano, kama amekufa mbuzi ni huzuni kwamba umepoteza, lakini kuna jambo la kuangalia, aliyekufa ni nani? Anayezaa sana ama ambaye hazai? Ni kanuni. Kwa hiyo tawi linalozaa muda wote huwa linasafishwa lizidi kuzaa sana. Sasa tunaweza tukawa tunaomba alafu atujibiwe, na hii imekuwa ni changamoto kwa watu wengi. Unakuta mtu anasema ya kwamba mimi napitia changamoto, napitia hali ngumu, lakini anajiuliza sio wapi nakosea. Na muda mwingine unakuwa na kiu, Bwana akutendee miujiza, Bwana afanye mambo makubwa, lakini swali linakuja, je, unazaa? Hilo ni jambo muhimu sana ambalo unatakiwa kulielewa. Je, unazaa? Kwa sababu kama hauzai ni ngumu sana kutendewa na Bwana. Sasa swali linakuja, nizae vipi? Kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema hivi, mchungaji anaongea tu kuzaa. Hivi kuna kuzaa kuna namna gani? Nataka nikueleze kwa haraka kabla sijaenda kuomba.
Kwa habari ya kuzaa, kuna kuzaa kwa aina nyingi sana. Nimekuwa nikifundisha somo hili, naeleza kwa hatua za kuzaa kwamba unaweza ukazaa kwa maana ya wewe, kama mimi hapa ninachokifanya sasa, ninamzalia Bwana matunda. Kuna wengi watapona, kuna wengine watafunguliwa vifungo vyao, kuna wengine kupitia maombi haya na ibada hizi zimewafanya wawe hai leo. Yamkini hizi ibada zingekuwepo, wangekuwa leo walishapotea. Kwa hiyo ninamzalia Bwana matunda. Ile tu kwamba wewe upo hai, ile tu kwamba wewe una amani kupitia hizi ibada, mimi nakuwa namzalia Bwana matunda. Lakini pia hata wewe unaweza kumzalia Bwana matunda kupitia ibada hizi, ukamtumia mtu ibada hii, ukawa una desturi ya kwamba ibada ikija unaituma kwa watu. Unaituma kwa watu mbalimbali, kwenye magrupu ya familia, unatuma kwa marafiki zako, kwenye magrupu ya ofisini, wafanyabiashara wenzio unatuma. Na wewe ujue kabisa kwamba sio watu wote watakaosikia halafu watarudi kukuambia ya kwamba tumepona. Kumbuka hata wale wakoma 10, waliopona ni 10, aliyerudi kushukuru mmoja. Kwa hiyo ujue kabisa ya kwamba kuna watu tawatumia hizi clip watapona. Lakini wengine wanaweza sirudi, wasiwe wepesi wa kusema hivi tumepona, wakaja kutoa ushuhuda. Kuna wengine watapona kupitia wewe kwa rushezo clip, utakuwa umemzalia Bwana matunda. Wengine watafunguliwa, wengine watawekwa huru, umemzalia Bwana matunda. Kwa hiyo unaweza kumzalia Bwana matunda kupitia hizi clip, kwa kuzisambaza kwa marafiki zako, kwa kuweka status zako, ukaendelea kuweka status zako, ukaona namna gani unaweza kumzalia Bwana matunda. Lakini pia kwa kuwatumia watu link ulio ya grupu ambalo upo, unaitumia watu link, unawakaribisha, unasema na nyinyi mjiunge, mwe sehemu ya ibada hizi, tayari unakuwa umemzalia Bwana matunda. Lakini pia kwa kusupport huduma hii kifedha, unaweza ukaachilia sadaka yako, ukajiwekea nadhiri yako ya kwamba nitaachilia sadaka yangu kiasi fulani kila muda fulani kwa ajili ya kumzalia Bwana matunda. Utakapoiachilia sadaka yako, kuna mambo mengi ambayo sadaka hii inafanya kazi kubwa sana, ambayo watu wengi wanapona. Lakini kupitia sadaka yako unaweza kumzalia Bwana matunda unapoiachilia sadaka. Sio mpaka uambiwe ama mpaka uvutiwe na somo fulani. Unaweza kaamua tu ukasema hii inatoa sadaka kwa ajili ya kumzalia Bwana matunda, tayari unakuwa umemzalia Bwana matunda. Kwa hiyo unaweza pia ukaenda mwenyewe kuombea watu hospitalini. Kama Mungu amekupa karama ya uponyaji, unaweza kumwekea mikono mtu akapokea uponyaji. Unaenda hospitalini, unaombea wenye shida mbalimbali, ni unamzalia Bwana matunda. Kuna wengine Mungu amewapa karama ya ushauri, kwamba ndani yao wanaweza kashauri masuala ya ndoa, masuala ya nini, ukamzalia Bwana matunda. Wengine ni waimbaji, wengine ni makanisani, wanafundisha Sunday schools, wanafundisha watoto, wanawaelekeza. Yote hiyo ni kumzalia Bwana matunda. Mimi nina mtoto wangu mmoja ni mwalimu, yani yeye kipindi cha mitihani huwa analeta list ya watoto wake wa darasani kwake, anaomba niombee hawa watoto wangu wafaulu, na ukweli anasemaga wanafaulu kweli kweli. Ni pale anamzalia Bwana matunda. Kuna namna nyingi sana za kumzalia Bwana matunda, ambazo kwa ujumla wake Bwana alituweka ili tuzae. Tulizaliwa ili tumzalie yeye matunda. Lazima unapofanya biashara yako, unakimbizana na mambo mengine, lazima uwe unaendelea kumzalia Bwana matunda. Usije ukajikuta uko busy na kazi ama uko busy na biashara halafu kashindwa kumzalia Bwana matunda. Hakikisha vyote vinaenda kwa pamoja. Na kwa kufanya hivyo utaanza kupokea uzima, utaanza kupokea amani, utaanza kuwa na maisha ya ushindi, kwa sababu unamzalia Bwana matunda. Nataka siku ya leo tunapoenda kufungua ibada hii ya mfungo wa leo, siku ya pili, tunataka tumuombe Mungu atupe neema ya kuzaa. Swala la kuzaa sio jambo la kusikia, ni jambo la kutenda. Kufanya jambo lolote siku ya leo, fanya jambo lolote ambalo litakuwa linamuonyesha Mungu ya kwamba umeamua kuanza kuzaa kuanzia leo, na lisiishie leo. Endelea kuzaa, endelea kumzalia Bwana matunda. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe.
Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya siku ya pili ya mfungo wetu. Tunaiweka wakfu siku ya leo. Mungu liye hai, nasi tunajiweka wakfu katika nguvu zako. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unatutia nguvu katika mfungo wetu wa siku ya leo. Ninaomba nguvu zako ziendelee kutusemesha. Roho Bwana, ninaomba ukatusaidie tuweze kukuzalia wewe matunda. Utujalie nguvu ya kukuzalia wewe, utupe neema ya kukuzalia wewe. Achilia shauku na kiu ya kukuzalia wewe Bwana matunda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu liye hai, tunanyamazisha nguvu za giza na roho za kuzimu zinazozuia sisi kuzaa. Tunaenda kinyume na vikwazo vinavyozuia sisi kuzaa. Roho zitendazo kazi zinazotuvuta nyuma ili tusizae, tunaziharibu roho zitendazo kazi kwa jina la Yesu. Tunaharibu wakuu wa giza, wakuu wa anga, roho za kuzimu zinazozuia tusizae. Ninaenda kinyume na nguvu za giza kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa mafuta mabichi unayoachilia ya kuzaa. Tupe neema ya kuendelea kuzalia wewe Bwana matunda. Kwa vile ambavyo Mungu utatusaidia, utusaidie Roho Bwana, ututie nguvu Roho Bwana, tuendelee kukuzalia wewe Bwana matunda. Roho Mtakatifu, ninaomba kila atakayelisikia neno lako leo, atakenda kuliishi na kulitenda, Roho Bwana ukamuonekanie kwa namna ambayo hajawahi kukuona hapo kwanza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi hakikisha unayafanya yote ya kumzalia Bwana matunda. Na kama hauna linki ya grupu ambalo unataka kuwarushia watu, au unaweza kaomba nikakurushia linki ya kuwarushia watu ambao unataka waalike kwa waweze kujiunga na ibada hizi za Anza Siku na Bwana. Lakini pia unaweza kushika sadaka yako kujiambatanisha na ibada hii ya kumwambia Bwana, nipe nguvu ya kuzaa ili uendelee kuhudumiwa na Mungu, ili uendelee kutendewa na Bwana. Utaishika sadaka yako kuikamilisha. Na wewe ambaye huwa unatembelea wagonjwa, yani fanya jambo lolote la kumzalia Bwana matunda. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako kuikamilisha ibada hii. Utaachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Usisahau ya kwamba tupo kwenye mambo mawili. Jambo la kwanza, tupo kwenye mfungo wa siku 7. Jambo la pili, tupo kwenye mwezi wa maombi. Kwa hiyo vyote tutakuwa tunaenda navyo kwa wakati mmoja. Tutakuwa tunaomba sana, tutakuwa tunaendelea kusisitiza yale ambayo tunatakiwa kuendana nayo kwenye mfungo wetu wa leo. Kwa licha kwamba tutakuwa tunaendelea na kuomba katika mfungo wetu wa leo kwamba Mungu atupe neema na nafasi ya kumzalia yeye, bado patakuwa na vipindi vya maombi ikiwa ni sehemu ya mwezi huu katika kuomba na kutafuta uso wa Bwana. Mungu wangu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Amen.